Do you remember me? Because I never forgot. Karibu tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, na hadi sasa tumefanikiwa kupata teaser 4 za movie inayofuata ya Avengers inayoitwa Avengers Doomsday. Ila kwa bahati mbaya sasa umeona kizi wetu wa madirector wa hii movie inayokuja, umeona Russo Brothers wakatuambia kitu kimoja kwamba hizi teaser 4 hizi ni teaser ambazo zinaelezea story, yani umeona ya movie inayofuata, na hizi teaser sio teaser kama teaser wala sio trailer, umeona umo ndani kuna ishara fulani hivi umeona kuhusu movie ya Avengers. Na swali kubwa kujiuliza, je, sasa umeona hizi teaser hizi umeona zilitoa story gani hasa kuhusu movie ya Avengers inayofuata? Na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, usisite kusubscribe. Kwa hiyo mitazamo ambayo nitaenda kuelezea hapa ni mitazamo yangu mimi binafsi, yani umeona mpaka hapo. Kwa watu juu sasa umeona Russo Brothers wanafikiria kitu gani hasa katika hii movie, umeona mpaka hapo. Kwa hadi sasa kuna teaser 4, umeona mpaka hapo, na binafsi mimi naamini kitu kimoja katika hizi teaser 4 hizi, umeona teaser zote hizi zina emotion tofauti, na naamini kitu kimoja kwamba hizi emotion 4 ambazo tunazoona hapa zinaelezea sasa story nzima ya Dr. Doom na kwa nini sasa ana mpango wa kufanya vitu fulani hivi umeona katika movie inayofuata. Na teaser ya kwanza kabisa tulikutana na Captain America. Kwa naamini kitu kimoja kwamba teaser ya kwanza ilikuwa ikielezea matumaini, yani umeona, yani kwa short kama tulivyoona ni kwamba Captain America alisafiri kutoka mbele ya muda kwenda nyuma ya muda kwa nia ya kukutana na udema anampenda sana, na kwa bahati nzuri sasa wakafanikiwa kupata mtoto, umeona mpaka hapo. Kwa in short hadi hapa tunaona ni matumaini fulani hivi au hope umeona ya Captain America kuishi katika mazingira fulani anayoyapenda, kuwa na familia, umeona kuwa na mwanamke anayempenda. Kwa hii inaweza kuwa reflection sasa ya maisha yote sasa umeona ya Dr. Doom. Yani Dr. Doom sasa katika maisha yake alikuwa labda na mke wake, ana familia yake, ana watu ambao anawapenda. Kwa in short sasa akaishi katika matumaini fulani hivi umeona, maisha fulani ya amani, maisha ya kuishi na watu wanaokupenda na wewe pia unaowapenda. Na teaser pili tulikutana na Thor, umeona mpaka hapa na Thor kama Thor sasa inavyoonekana hapa umeona kulikuwa kuna nguvu fulani hivi ambayo inaonyesha mapenzi ya baba kwa mtoto, umeona mpaka hapo. Na tuliona hapa Thor alikuwa akimpa baba yake mzazi Odin kwamba ampe nguvu umeona kwa ajili ya kusaidia watu wanaowapenda. Kwa hiyo kitu kimoja ni kwamba sasa Thor kama Thor hapa kuna hatari fulani hivi kaiona umeona kwa mtoto wake huyu anaitwa Love. Kumbuka mtoto ni mtoto kufikia huyu, umeona mpaka hapo. Kwa inaonekana kuna issue mbaya ambayo ilimkumba Love, umeona mpaka hapo. Na pia inaweza kuwa ni reflection sasa ya maisha ya Dr. Von Doom, umeona mpaka hapo. Kwa inaonekana katika maisha ya Dr. Von Doom baada ya kuwa na familia, kuwa na mke na kuwa na watoto, kuna hatari fulani hivi alikuwa anaiona umeona ambayo inazunguka familia yake, na hii hatari sasa ikainampa ukakasi, yani jinsi gani ya kuprotect familia yake, umeona mpaka hapo. Kwa hiyo ni mtazamo wangu mimi binafsi, yani kwa watu hii story nzima itakuwa vipi yani. Na vile pia kuhusu Dr. Doom inaweza kawa sio watoto, inaweza kawa ni nchi tu ya Latveria, umeona mpaka kwa sababu sasa umeona kama tulivyoona katika ile movie Fantastic Four katika ule mkutano wa UN umeona kiongozi wa Latveria hakuwepo, umeona mpaka hapo umeona. Na tunafahamu kitu kimoja katika ulimwengu wa MCU kiongozi wa nchi ya Latveria si mwingine ni Dr. Von Doom. Na je, sasa kwa nini umeona katika ile nafasi ya UN umeona ambapo mtu atakiwa awepo pale kwa ajili ya kurepresent Latveria kiongozi hakuwepo? Na je ni kitu ni hasa ambacho kilikumba nchi ya Latveria umeona katika ulimwengu wa MCU, katika ulimwengu ambao ametoka Fantastic Four, umeona mpaka hapo. Na je ni kipindi ambacho Dr. Doom sasa kuna issue ambayo ilikuwa ikimkumba ambayo tulikuwa tuifahamu? Na katika teaser tatu tulikutana na karakta kuu mbili sasa, umeona karakta kwanza kabisa ilikuwa ni Magneto na karakta ya pili sasa ilikuwa ni Cyclops, umeona mpaka hapo. Na tunaona katika hii teaser Magneto alikuwa akizungumzia kifo, yani kwamba haogopi kuhusu kifo, yani kifo kinakuja kwa kila mtu, umeona mpaka hapo. Ila je sasa atakufa akiwa mtu wa aina gani, umeona mpaka hapo. Kwa hiyo pia inaweza kuwa ni reflection ya Dr. Doom, kama Dr. Doom kapitia vitu vingi sana kiasi kwamba sasa haogopi kuhusu kifo, umeona mpaka hapo. Yani kapambana sana maybe kuprotect familia yake au maybe kuprotect nchi ya Latveria au umeona mpaka hapo. Kafikia tu sasa haogopi kuhusu kifo, maana kifo ni kifo tu, umeona mpaka hapo.
Na vile pia kama nilivyoelezea katika teaser ya Magneto ni kwamba sasa Magneto hapa alifikia conclusion ya kukubaliana na mchizi wake Professor X, umeona mpaka hapo. Na vile pia kwa washikaji ambao wanafuatilia vizuri kabisa ulimwengu wa MCU au washikaji ambao walicheki movie za Fantastic Four zilizopita, umeona kuna baadhi ya story ambazo zinaonyesha kwamba Mr. Fantastic pamoja na Dr. Doom walikuwa ni marafiki au ambao walikuwa pamoja, na kwa bahati mbaya kadri walivyokuwa wanazidi kuwa watu wazima walikuwa na mawazo tofauti kabisa kuhusu dunia, umeona mpaka hapo. Yani urafiki wao ni urafiki fulani ambao tumeuona kati ya Professor X pamoja na Magneto. Na je, sasa umeona katika movie yetu inayofuata ya Avengers Doomsday, ingawa inavyoonekana Fantastic Four watakuwa ni maadui, umeona, pamoja na Dr. Doom. Je, sasa umeona Dr. Doom atabadilisha mawazo yake kuhusu dunia baada ya kuonana tena na mchizi wake huyu Mr. Fantastic? Na karakta ya pili ndio karakta inaitwa Cyclops, umeona mpaka hapo. Na kwa washikaji ambao wanafuata vizuri kabisa ulimwengu wa X-Men ni kwamba sasa umeona mara zote Professor X anapoondoka, yani umeona kiongozi shupavu kabisa wa kundi la X-Men sio mwingine ni Cyclops. Na najua kabisa watu wengi sana wanamfikiria kuhusu Wolverine. Wolverine sio kiongozi shupavu wa kundi la X-Men. Kiongozi shupavu sasa ni Cyclops, na mara nyingi sasa Cyclops huwa anafanya maamuzi kwa kutumia IQ kubwa na akili kubwa, na mara zote sasa umeona maamuzi yake yote ni kuprotect watu wanaomzunguka. Na vile pia tutambua kitu kimoja kwamba Cyclops nguvu yake ni nguvu moja ya hatari sana, kiasi kwamba akivua mawani yake, yani anaharibu kila kitu na kuua kila mtu anayemzunguka, umeona mpaka hapo. Kwa tunaona katika isini hapa aliamua kuvua imawani na kupiga kelele za hatari sana na kuvunja na kuharibu kila kitu ambacho kipo mbele yake, umeona mpaka hapo. Kwa hiyo ni ishara moja kwamba maybe katika movie yetu hii ya Avengers Doomsday itafika hatua sasa umeona mchizi wetu Dr. Doom atakuwa ajali, nani atakayeumia, umeona nani atakayekufa, nani atakayeharibika, umeona. Yani shida ni kwamba maumivu yalikuwa makubwa sana kiasi kwamba akawajali chochote, yani umeona mpaka hapo. Kwa hiyo inaonekana sasa umeona kutokujali huku, umeona itakuwa ni safari sasa ya mchizi wetu Dr. Doom kiasi kwamba sasa atakuwa anaharibu kila kitu, yani anaharibu kila kitu, incursion na kila kitu. Na inaonekana maybe umeona atakuwa alimpoteza mke wake pamoja na watoto wake, au maybe atakuwa amepoteza nchi yake inaitwa Latveria, kiasi kwamba sasa mpango wake mkubwa kabisa ukawa ni kuharibu dunia nzima na ulimwengu wote ndani ya universe pamoja na galaxy. Kwa in short, huu ni mtazamo wangu binafsi. Kwa sijui sasa story nzima itakuwa vipi, na kama alivyosema washikaji wetu wa Russo Brothers ni kwamba sasa teaser zetu 4 hizi ni ishara, yani umeona kuhusu story nzima inayokuja katika movie yetu ya Avengers Doomsday. Na teaser 4 ya Shuri sasa ni teaser fulani ambayo inaonyesha kwamba watu walikuwa wamekata tamaa, umeona mpaka hapa. Yani maumivu yalikuwa makubwa sana, umeona watu wamekufa, it's too late, yani umeona mpaka hapo. Na njia pekee sasa umeona ni kuandaa watu wako na wapenda kwa ajili ya afterlife aka akhera, umeona mpaka hapo. Kwa ni ishara fulani hivi ya kukosa matumaini, umeona mpaka hapo. Kama tulivyoona katika teaser 4, teaser ya kwanza kabisa ilikuwa ni teaser ambayo inahusu matumaini, umeona mpaka hapo. Teaser ya pili ilikuwa ni teaser ambayo inaonyesha sasa okay, kuna ukakasi, kwa njia pekee sasa ni kuprotect, umeona vitu ambavyo unavipenda hivi, umeona mpaka hapo. Teaser ya tatu sasa umeona ilihusu mambo fulani hivi kuhusu kifo, yani kama hakuogopi kifo, matatizo yamekuwa mengi sana, hatuogopi kifo. Na teaser ya tatu sasa umeona it is too late, kifo kinakuja, umeona njia pekee sasa ni kufa tu na kusubiria afterlife, kwa matumaini yalikuwa yamekatika. Na je, sasa hizi emotion 4 ni emotion ambazo Dr. Von Doom atazipitia katika movie yetu hii ya Avengers Doomsday? Kwa kiwalisia sifahamu, yani umeona huu ni mtazamo wangu binafsi, yani katika hii movie inayofuata ya Avengers Doomsday. Na kama kuna issue yoyote ambayo umeiona katika teaser 4 hizi kuhusu story nzima Dr. Doom, unaweza kaachia chini comment hapo tukafanya discussion kubwa zaidi. Na kwa review ambazo zinafuata ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, stay tuned.